Ukisoma sasa kwenye sura ya 3 ndio wamekuja kukutana na Musa. Musa alivyokaa akaona yuko kwenye shughuli ya uchungaji wa kondoo, akaona kijiti kinawaka moto. Musa akashangaa, kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivi tujiulize tu kwa urahisi, ni auto ele kidogo mmebembe bino elende ya kuma ena se balusuku emwiki ata eshile haiwezekani. Ni kweli. Musa akasema haya maono ni muujiza, hacha nisogee nione hii ni nini. Amen. Kile kijiti kilikuwa kimebeba maana ya kiroho. Nasema kwa ajili ya kutotambua wema wa Mungu na kutokushukuru na kutokuwa mvumilivu. Israeli kwa hiyo shida, Mungu akaona kuna haja ya kuwaokoa. Musa akasogea. Musa alivyosogea akasikia sauti natoka kwenye kile kijiti kwamba hapa ulipofika ni mahali patakatifu, vua viatu. Musa akavua viatu. Alivyovua viatu, Mungu akasema na yeye kwamba nimesikia kilio cha Israeli na unatakiwa uende ufanye kazi ya ukombozi. Kile kijiti kilikuwa kimebeba maana ya kiroho. Nimetaka nikuambie jinsi ya kuona wema wa Mungu. Tukiangalia maana ya kiroho, kijiti kinalinganishwa na taifa la Israeli. Ule moto unalinganishwa na mateso. Amen. Mateso waliokuwa wameyapata pale Misri. Lakini kutokuangamia kwa kijiti ni kwamba pamoja na yale mateso, Mungu hakukubali waangamizwe. Sifa kwa Yesu. Mungu hakukubali waangamizwe. Mungu akaandaa mpango wa muujiza au miujiza. Mungu akampeleka Musa kwa Farao, akamwambia nitatumia wewe na Haruni. Wakaanza kwenda kwa Farao. Awamu ya kwanza, ya pili tunavyojua, mpaka awamu ya 10, muujiza wa 10. Mungu akamwambia sasa kuna jambo ambalo nataka nifanye. Ambia wana wa Israeli hivi. Tunajua hilo somo sana wakati tunafanya mambo ya Pasaka. Si ndio hivyo? Mungu akafanya muujiza. Taifa la Israeli likawa salama, lakini Misri wakaangamizwa, kila mzaliwa wa kwanza pamoja na mifugo. Ulikuwa muujiza mkubwa sana. Israeli wakatolewa kwa mkono wa nguvu. Kwa mkono wa nguvu. Walivyokuja wako njiani, ukisoma kwenye ile sura ya 14 ya Kutoka, Mungu akataka ajipe utukufu kwa ajili ya taifa lake. Kama Mungu anavyotaka akupe utukufu wewe, uonekane kwamba wewe unamtegemea Mungu, ajipatie utukufu kukupitia wewe. Akafanya jambo jingine. Israeli wako kwenye safari, wanatembea, wako kwenye mzunguko wa kutembea kutoka Misri ndio wanaelekea Kanaani. Walivyotazama mbele yao wakaona kuna bahari. Tunavyojua wote hapa, wale wote ambao wamezaliwa upande wa kando ya ziwa, naamini hakuna kwa uwezo wa mtu pekee ambaye ungeweza kuvuka bahari kwa mguu. Yupo mmoja apandishe mkono? Hakuna. Lakini wote tuko hapa ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Israeli wakati wao wameshaona bahari mbele yao, walivyotazama nyuma wakaona jeshi la Farao. Ikawa hatari. Wakamwambia Musa, imekuwaje ututoe Misri ili tuje tufe jangwani? Lakini kwa imani Musa akasema, hawa mnaowaona hamtawaona tena milele. Amen. Amen. Hamtawaona tena milele. Kumbuka tunasema kwa ajili ya kuepuka manunguniko katika kazi ya Mungu. Na tumesema manunguniko ni ishara ya kukosa shukrani, kukosa uvumilivu na kukosa kutambua wema wa Mungu. Mungu alichokifanya, akamwambia Musa, wewe una fimbo, piga. Musa akapiga fimbo, bahari ikagawanyika. Wakapita nchi kavu.
walivyokwenda, jeshi la Farao linakuja na lenyewe likaingia mpaka wote kwenye bahari. Israeli walivyovuka, ni usiku sasa, ndivyo maandiko yanasema. Walivyovuka wote, Mungu akamwambia Musa, piga fimbo. Alivyopiga fimbo, Israeli wakashuhudia maiti za Wamisri zimefika ufukweni. Sifa kwa Yesu. Ukisoma Biblia, nafikiri nilisema hapa tena sana wakati tunafundisha somo ya kusifu na kuabudu, ndipo Miriam na Musa wakaimba wimbo wa kusifu kwenye ile sura ya 15 Kutoka, kuonyesha kwamba kusifu kunafanywa na watu ambao wamekombolewa. Amen. Kwa sababu gani? Baada ya kuona muujiza wa Mungu, una kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu. Una kila sababu, unapoona wema wa Mungu lazima uweze kusimama na kusifu. Hawa ambao wametendewa miujiza ya namna hii kufika mbele, manunguniko yakaingia. Musa hili, Musa lile, Musa wewe na huyu Mungu wako, Musa wewe hivi, Musa wewe hivi. Na elewa kwamba Mungu apendezwi na manunguniko. Hapana. Kwa ajili hiyo ikafanya taifa la Israeli wengi wao wakashindwa kufika Kanaani kwa ajili ya kila mara kunungunika. Ina maana walishindwa kutambua wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisema tu kwa lugha rahisi, tutasema kwamba manunguniko ni moyo wa kulalamika badala ya kushukuru. Manunguniko ni moyo wa kulalamika kuliko kushukuru. Na dalili zake ni zipi? Dalili za manunguniko ni kulaumu wengine kila wakati. Mtu mwenye hali au tabia ya manunguniko, kazi yake kila wakati ni kulaumu wengine, kila wakati kulaumu wengine au kulalamika kila wakati. Lakini jambo la pili, kukosea bila kujenga. Ninaposema kukosea bila kujenga, lazima tuelewe kwamba mimi nikishajua kwamba hapa kumeshafanyika kosa, na ikiwa kosa limeshafanyika, je, sote tena tuendelee kufanya lile kosa? Wana wa Mungu, ndio hivyo. Jukumu sasa ililopo kwa wale ambao wanajua neema ya Mungu, kazi yao ni kusema hapa mambo yameshaharibika. Wewe jukumu letu sasa ni kuangalia jinsi gani tutabadilisha au mfumo ulioharibika twende kwenye mfumo ambao utakaofanya tusonge mbele. Amen. Lakini jambo la tatu, watu wenye kulalamika ni watu wanaotaka kukata tamaa haraka sana. Wako tayari kwa urahisi sana kukata tamaa. Ni hali ya kukata tamaa haraka sana. Mtu mwenye hali ya kukata tamaa haraka ni mtu ambaye mara nyingi amejaa moyo wa manunguniko. Lakini jambo la 4 ni kuona mabaya kuliko kuona mema. Kama nilivyosema, wana wa Israeli Mungu amewatoa kwa mkono wa nguvu, akawapitisha kwenye bahari. Kuliko kuona mema ya Mungu, dakika chache tu za kukosa maji, dakika chache tu za kukosa chakula, lawama ikatokea. Tuko pamoja wapendwa? Lakini pia jambo lingine katika dalili za watu wanaonungunika ni kutotii kwa furaha. Hawa watu wenye manunguniko mara nyingi sio watiifu sana, kwa sababu ana vitu ambavyo amevijaza moyo wake. Kwenye moyo kuna vitu ambavyo vimejaa. Na ndio maana nimetamani sana nianze kuonyesha lile tatizo au
tuanze kuonyesha swala la kuhusu makwazo, kwa sababu makwazo ndio yanazaa manunguniko. Yasipoondolewa haraka, lazima yazae manunguniko. Na tukiangalia sasa kiroho, tunasema kwamba manunguniko huonyesha kuwa moyo wa mtu umejaa kutoridhika badala ya imani na shukurani kwa Mungu. Narudilia, manunguniko huonyesha kuwa moyo wa mtu umejaa kutokuridhika badala ya imani na shukurani kwa Mungu. Lakini andiko la Thesalonike wa kwanza linasema ile 5:18, shukuruni kwa kila jambo. Tuone chanzo cha manunguniko au vyanzo vya manunguniko. Manunguniko yanaweza kuwa katika jamii, katika maisha ya ndoa, lakini pia katika maisha ya kiroho. Tunaposema katika maisha ya kiroho, yani tunasema katika kanisa pia.